Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa tunazozipeperusha kutoka hapa Mbeya Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni na kuomba tu kaweze kubonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Na unapoendelea kutazama, yeyote ambaye anatazama, bonyeza alama ya like. Karibu nikufahamishe kwa undani. Makamu wa rais hapa Tanzania Emmanuel Nchimbi akasirika, aondoka, amwachia Samia Suluhu Hassan serikali yake. Kivipi? Kile ambacho kinaendelea huwezi kuamini. Samia Suluhu Hassan ambaye ni amiri jeshi mkuu hapa Tanzania haamini kinachoendelea baada ya Emmanuel Nchimbi kusalimu amri na kuondoka yeye mwenyewe. Siku ya tarehe mosi mwezi wa tano mwaka huu wa 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa anashiriki kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi zilizoandaliwa kitaifa mkoani Njombe, na kauli mbiu ilikuwa kazi zenye staha ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Lakini sasa Emmanuel Nchimbi alikasirika, akamwachia serikali yake, akasalimu amri, hakuhudhuria maadhimisho hayo ya kusherekea siku ya wafanyikazi duniani. Hata Samia haamini Emmanuel Nchimbi hakuhudhuria mkutano huo wa kuadhimisha siku ya wafanyikazi duniani, ila tu tulimuona Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu na maafisa wengine serikalini. Tumekuwa tukisema ukweli halisi wa mambo katika platformu ya Tanzania ITV kwamba kuna vita vikali kati ya Emmanuel Nchimbi na Samia Suluhu Hassan, watu hawaamini. Tumekuwa tukisisitiza ya kwamba hawa viongozi wawili ndio tuliweza kuwachagua, lakini vile wanafanya kazi hawafanyi kazi pamoja. Kuna tofauti kati ya viongozi hawa wawili, na uwezi sema ya kwamba Emmanuel Nchimbi alikuwa na shughuli nyingine mahali fulani kwa sababu ilikuwa siku ya likizo, ilikuwa siku ya kuadhimisha siku ya wafanyikazi duniani. Hakutumwa na Rais Samia Suluhu Hassan kwenda kuwakilisha Tanzania mahali popote kwa sababu ni siku ya likizo. Na hata katika mitandao yake ya kijamii hatujaona chochote, ila tu tunaona wafanyikazi wa mkono katika serikali wakiandika katika ofisi ya Emmanuel Nchimbi wakisema asante, tunasema asante kwa wafanyikazi, hivyo tu. Lakini hamuna yeyote ambaye ameeleza wazi alikokuwa Emmanuel Nchimbi. Hata rais mwenyewe Samia Suluhu Hassan hatujaona akizungumzia wapi alipo Emmanuel Nchimbi ambaye ni msaidizi wake. Kulingana na sheria na ratiba za mazungumzo, Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais ndiye angemwalika Samia Suluhu Hassan kuzungumzia ama kuhutubia Watanzania wakati wa maadhimisho ya siku hii ya kusherekea ya wafanyikazi duniani, lakini hakuwa, ila tu tulimuona Mwigulu Nchemba ndiye anafanya hiyo kazi, kumwalika hapa na pale kufanya hiyo kazi. Ni kama Samia Suluhu Hassan amemtenga Emmanuel Nchimbi, ama hakuweka ratiba ya vile atasafiri kutoka alipo kufika Njombe penye sherehe hizi zilikuwa zinaadhimishwa ama zinafanyika. Najua viongozi lazima ratiba iwekwe, kama ni ndege inakubeba kutoka mahali fulani kuelekea mahali fulani, lakini rais akikataa amekataa na huwezi kufika pale. Ama yeye mwenyewe Emmanuel Nchimbi akaamua akasema siende hapo, kwa sababu hata akienda kuna uwezekano wa kutopewa nafasi ya kuzungumza. Wakati ripoti ya Jaji Chande ilikuwa inawasilishwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan, Emmanuel Nchimbi alifika pale na mliona kile ambacho kiliweza kufanyika. Jaji Chande akazungumza, hakumwalika Emmanuel Nchimbi kuzungumza ili kumwalika mkubwa wa nchi ambaye ni Samia Suluhu Hassan, ila tu
amri ilitolewa kutoka huko juu kwa Samia Suluhu Hassan kwamba Emmanuel Nchimbi hazungumzi. Wakawa pale wakati wa ripoti hiyo ilikuwa inawasilishwa, Emmanuel Nchimbi hakupewa nafasi ya kuzungumza popote pale, ila tu alihudhuria, kama aliweza kutulia baada ya kuhudhuria mkutano ule hadi wakamaliza, kila mtu akaondoka akaenda zake. Hakufungua hata mdomo kusalimu ama kusalimia Watanzania hata sekunde moja, maana hakupewa kipaza sauti kuzungumza, kuhutubia, kutuma salamu kwa Watanzania. Kwa hivyo yale madharau ambayo aliweza kuonyeshwa na Samia Suluhu Hassan na kina Jaji Chande, vile amri ilitolewa na yeye akasusia, hakufika siku ya kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani hapa Tanzania. Kwa hivyo kuna mlipuko mkali, kuna tofauti kali kati ya viongozi hao wawili, lakini kwa sababu ya siasa zile ambazo zinaendelea kushuhudiwa hapa Tanzania, kwa sababu Emmanuel Nchimbi kuna fununu kwamba atawania kiti cha urais ifikapo mwaka wa 2030, na haya yote ndiyo yanamweka Samia Suluhu Hassan kuwa katika hali hatari, kwa sababu yeye aliona yule ambaye ni kiongozi maarufu ni Tundu Lissu, akamfunga kwa jela, amemaliza zaidi ya mwaka mmoja, akamzuia mpina wa ACT Wazalendo ili afaulu kuchaguliwa kama rais, akafaulisha shughuli zake. Lakini sasa kumeipuka tena, kuna mchipuko mwingine, Emmanuel Nchimbi atawania kiti cha urais na yeye ni maarufu. Sasa anatafuta mbinu ya kumweka kando, lakini imeshindikana. Ndio maana tunaona ameanza kumdhalilisha akiwa uongozini sasa hivi. Kwa hivyo hawa viongozi wawili hawapendani. Hawa viongozi wawili, kile ambacho kinawatofautisha ni siasa za mwaka 2030 na kuna tofauti zingine za udini, kwa sababu tulishuhudia Waislamu wakitishia kwamba ikiwa Samia Suluhu Hassan atang'olewa mamlakani watakatana vichwa, na yule ambaye alikuwa huyu Sheikh sijui nini alikuwa anazungumza hayo, hakuwahi chukuliwa hatua yoyote na serikali ya sasa, kwa sababu aliye mamlakani Mzanzibar, aliye mamlakani ni Muislamu, hawezi kuchukulia Muislamu wenzake hatua. Lakini ikiwa kama ni Mkristo angezungumza, tungeona amechukuliwa hatua kali za kisheria. Huyu Kitima Badri alikuwa anazungumza, alafu wakora wengine wakawekwa kwa vikundi kuandamana hapa na pale, kuenda kwa ofisi za Rome kuwasilisha ujumbe kusema ya kwamba sijui Kitima hao wafanyikazi wa kanisa wakiwa kwa madhabahu ni kuchapa siasa au wafanye kazi ya Mungu ambayo inastahili, na wakiambiwa imba wanaimba nyimbo ambazo sisi wa Katoliki hatuimbi hapa Tanzania. Kwa hivyo unajua ni vita kati ya dini ambazo zinaendelea kushuhudiwa katika ardhi ya Tanzania. Kwa hivyo tunaendelea kufuatilia mengi, tutakapoyapata tutarejea ili kuwafahamisha zaidi. Kufikia hapo naomba nitamatishie hii kanda hapo, tukutane kwa kanda nyingine. Na ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati, na kwaheri.